sio kila kitu ni haramu na sio kila kitu hakifai, hususan ikiwa vitu kama mnavyotuambia watu wa sheria. Simu hii au TV au nini kinaweza ikawa ni haramu kwa vipi unaitumia, lakini inaweza kuwa ni halali na ni wajibu kwa matumizi yake. Twendeni sasa na kawatangazie watu kwamba simu zina faida kubwa na interneti zetu na mabango yetu kwa kufanya vitu vya maana kama hivi. Hii ni pointi yangu ya pili. Lakini nimalizie kwa kuwahusia wanafunzi wa leo. Lakini kabla sijamalizia na niahidi hii awamu ya pili mimi nitajiunga. Na nitajiunga hapa. Lakini si hivyo tu. Wewe ni Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Hakikisha kwamba wana Dar es Salaam, maimamu, walimu wanajiunga na Africa Swahili Academy. Katika kufanya hivi kuna mageuzi makubwa sana tutayafikia, ili badilika, itambue, badilika, acha mazoea, itakuja katika taaluma. Lakini pia nafasi ya mtandao katika jamii bado haijafika mahala mashehe wakaitangaza nafasi ya mtandao katika jamii. Bado mashehe hawajafanya kazi hiyo. Mwito kwa mashehe, mwito kwa walimu, mwito kwa wazazi. Jamani, tuko katika karne ya 21, karne ya mtandao. Bado hatujaelewa mtandao maana yake nini. Hatujaelewa kompyuta nafasi yake iko wapi. Hatujaelewa. Sasa lazima tuelimishane. Najua ni kazi kubwa. Mzungumzaji aliyoposema na yeye akaingia katika kundi la wenye kuhepa. Kwa hivyo tunawaambia wale waliohepa bado fursa wanayo, warudi tena waweze kufaidika. Sitopenda kurefusha kwa sababu ni mwajua walimu. Allah anasema katika Qur'ani, wa qul rabbi zidni ilma. Anasema Allah, nasema Mola wangu nizidishie elimu. Aya hii inatufundisha kuwa elimu ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na ni jukumu letu kutafuta elimu kwa bidii na kwa unyenyekevu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia anasema, mtu anayejua ni kama taa inayoangaza gizani. Hadithi hii inatufundisha kuwa elimu ni mwanga katika maisha yetu, na ni jukumu letu kueneza mwanga huo kwa wengine. Ndugu mliohudhuria na wanafunzi wenzangu, ni muhimu tuendelee na juhudi za kujifunza na kutafuta maarifa, huku tukikumbuka kuwa elimu ni njia ya kuboresha maisha yetu na jamii zetu kwa kutaka radhi za Allah tabaraka wa taala. Nimefurahia sana kwanza kupitia mafunzo haya. Alhamdulillah, tumejifunza mambo mengi, tumejifunza masomo mengi. Yalikuwa ni katika masomo 6 ikiwemo tauhid, aqida, sira, malezi ya Kiislamu, Qur'an tafsir pamoja na fiqh. Kwa mimi, wakati mimi ni mwanamke, nategemea kumpa mtu kuendeleza maisha yake. Ni brother wangu, atakuwa anatumia kwa ajili ya kazi pamoja na mimi kunipatia chochote katika. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.